Hadithi ya Yusufu ni ya nguvu, iliyojaa usaliti, udhalimu na ustahimilivu. Yusufu, mtoto mdogo wa kaka 12, alikubalika zaidi na baba yake, Yakobo. Baba yake alimpa koti la rangi nyingi, jambo ambalo lilisababisha wivu na chuki kwa kaka zake. Siku moja, wakiwa na wivu, walijiuzumi kumuuza kama mtumwa kwa msafara uliopita, na Yusufu alipelekwa Misri, mbali na nyumbani, kuishi maisha yalionekana kuwa ya dhiki. Kaka zake, kwa ukatili wao, walimwambia baba yao kwamba Yusufu aliuawa na mnyama mwitu na kumwacha Yakobo akiwa na huzuni kubwa. Misri, Yusufu aliuziwa kwa Potifa, mkuu wa walinzi wa Farao. Huko alifanya kazi kwa bidii na akapata imani ya Potifa na hatimaye akawekwa kuwa msaidizi mkuu wa nyumba. Lakini licha ya mafanikio yake, alikamatwa kwa uongo kwamba alijaribu kumdanganya mke wa Potifa baada ya yeye kumwonyesha nia, na kwa kulipiza kisasi, alimdanganya Potifa. Kama matokeo, Yusufu alitupwa jela, ingawa hakufanya kosa lolote. Kwa miaka mingi, Yusufu aliishi gerezani, akiwa peke yake, akisahaulika na dunia. Aliwasaidia wengine, akitoa tafsiri za ndoto kwa wafungwa wenzake, lakini bado hakuna aliyetokea kumsaidia. Ingekuwa ya kughadhabisha kujua kwamba hakuwa na hatia ya hayo yote, lakini licha ya tabia yake nzuri, alilazimika kulipia uongo wa wengine. Hata alipotafsiri ndoto za Farao ambazo zilitabiri miaka 7 ya ufanisi na miaka 7 ya njaa, Yusufu hakupokea msamaha wala kuthaminiwa kwa mateso aliyovumilia kwa miaka mingi gerezani. Kilicho na maana kubwa zaidi katika hadithi ya Yusufu ni kwamba baada ya yote yaliyotokea, kaka zake walipokuja kwake wakati wa njaa wakitaka chakula, hakuonyesha kisasi, hakudai msamaha, badala yake alisamehe. Safari ya Yusufu ni ukumbusho mkubwa kwamba katika maisha tunaweza kukutana na usaliti, udhalimu na magumu, na huenda tusipate msamaha tunayostahili. Watu wanaweza kutuumiza, iwe kwa makusudi au kwa kutokuelewa, na huenda tusipate uthibitisho au fidia tunaohisi tuna haki ya kupata. Lakini Yusufu anatufundisha kwamba njia bora ya kuendelea mbele si kutafuta kisasi au kungojea msamaha. Nguvu halisi iko katika kuachilia maumivu hayo na kuamini kwamba hata wakati maisha ni magumu, tunaweza kutumia maumivu yetu kufikia kusudi kubwa zaidi. Yusufu huenda hakupata msamaha, lakini aliona amani, kusudi na nguvu ya kusamehe, akitufundisha kwamba wakati mwingine njia bora ya kuendelea mbele ni kwa kuachilia maumivu na kuamini kwamba safari ina kusudi hata wakati barabara imejaa udhalimu.